Da'wa ya mitume ilikuwa ndani yake inalazimu amri, kuamrisha watu na kukataza watu, kuwaonya watu kutokamana na mabaya, kuwaonya watu kutokamana na machafu. Manabii au mitume hawakuwa ni watu wenye kuamrisha watu tu bila ya kuwakataza. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ndugu mtazamaji wa Halal Charity TV, ikiwa leo tumerudi tena kwa ajili ya kukumbushana na kufundishana yale yanayohusiana na dini yetu, hasa tukizungumzia masala yanayofungamana na moyo wa mwanadamu, masala yanayofungamana na ibada za batin. Leo hii biidhnillahi tabaraka wa taala tunaingia katika mlango wa anwa'u tauhidi wa fawaiduhu, sampuli za tauhidi na faida zake. Tega masikio vizuri ndugu Muislamu, kama tulivyoambizana, uwe ni mwenye kufuatilia vipindi hivi kwa moyo mkunjufu, kwa kutaka kuyajua yale ya haki na yale ambayo yanahusiana na dini yetu. Swali la 6 linasema, limadha arsala Allahu ar-rusul? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumiliza mitume? Jawab linasema, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi, amewatuma mitume ili walinganie ibada yake, yani kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafyi shirku anhu, na kukanusha ushirikina, yani kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio malengo ya kutumwa mitume. Ndugu katika imani, kabla ya kuendelea mbele, kuna jambo hapa lazima tujulishane, tufundishane na tuelezane nukta kwa nukta. Swali linasema, limadha arsala Allahu ar-rusul? Kwa nini Allah amewatuma mitume? Na sisi bila shaka tunajua kuna mitume na kuna manabii, ar-rusul wal anbiya. Tunataka kujua tofauti ya hawa watu au ya hawa watu wawili, an-nabii war-rasul, tofauti yake ni nini? Ulama wameyazungumzia masala haya, bali wanasema linapotajwa jina la au linapotajwa ar-rasul, inaweza pia ikakusudiwa kwamba anazungumziwa ni nabii, au yanapotajwa nabii basi pia inaweza ikawa anazungumziwa ni ar-rasul. Lakini miongoni mwa tafsiri zenye nguvu ya kwamba ar-rasul ni nani na an-nabiy ni nani, ni kwamba ar-rasul man auha Allahu ilayhi fa arsalahu au wa arsalahu ila man khalafa amrahu liyuballigha risalata. Mtume ni yule ambaye amepewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala, wahi utokao kwa Allah tabaraka wa ta'ala, fa arsalahu ila man khalafa amrahu, akatumwa mtume yule na Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ametumilizwa kwa wale walio khalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, liyuballigha risalata, ili aweze kuifikisha risala. Hii ni tafsiri ya kwanza au ni maana ya kwanza ya ar-rasul. Maana ya an-nabi, an-nabi man auha ilayhi au man auha Allahu ilayhi, ni yule ambaye Allah amempa wahi, bima yaf'aluhu wa ya'muru bihi al-mu'minin, ni yule ambaye ametumwa, amepewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale anayoyafanya, wa ya'muru bihi al-mu'minin, na waamrishe waumini. Hapa tunapata faida gani? Tunapata faida ya kuonesha kwamba an-nabii hatumwi kwa wasiokuwa Waislamu. An-nabii la yursalu ila al-kuffar, manabii hawatumwi au nabii hatumwi kwa watu wasiokuwa Waislamu.
anatumwa kwa Waislamu na waumini peke yake. Hii ndio tofauti ya nabii na ar-rasul. Na zimekuja tafsiri nyingine nasema auha ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi. Mtume huyu ni yule ambaye amepewa wahyi kwa sheria na akaamrishwa sheria ile aifikishe. Bimaana mtume anatumilizwa kwa watu ambao hawana sheria, wamekusanyika Waislamu na wasiokuwa Waislamu, anakuja kuwaelezea, au wanakusanyika waumini na wasiokuwa waumini, ametumilizwa mtume kati ya hao watu. Ama nabii ni yule ambaye anakuja kufanya upya, maana anafanya upya ile sheria ambayo ipo tayari, na analingania na kuongoza wanaokuwa ni waumini. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, hakika tumetumiliza kwa kila umma mtume. Wametumilizwa wafanye nini? Ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut, walinganie kuabudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupwekeshwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na ukiangalia ukifuatilia darasa yetu hii utaona huko nyuma tulizungumzia mambo hayo, ni apwekeshwe Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, na watu wajieke mbali na taghut. Hii ndio da'wa ya mitume. Wametumilizwa kwa watu wao, wawalinganie watu wao wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala na wajieke mbali na mataghut. At-taghut ash-shaytanu ad-da'i ila ibadati ghayri Allah. Taghut ni yule shetani anayelingania watu katika ibada isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayelingania watu katika ibada ambayo si ya Allah tabaraka wa ta'ala, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika imani kuna faida tunaipata katika aya hii. Utakapoisoma aya hii inaonyesha ya kwamba da'watul anbiya la budda fiha min amrin wa nahi. Da'wa ya mitume ilikuwa ndani yake inalazimu amri, kuamrisha watu, na kukataza watu, kuwaonya watu kutokamana na mabaya, kuwaonya watu kutokamana na machafu. Manabii au mitume hawakuwa ni watu wenye kuamrisha watu tu bila ya kuwakataza. Ndio wengi katika watu wanapofanya da'wa anakuambia bashiru wala tunafiru, toeni wabashirieni watu, msiwafukuze watu. Wanamaanisha nini? Wanamaanisha kwamba mnapowakemea watu kwa makosa wanayoyafanya, wao wanadhania kwamba watu wanafukuzwa. La, Mtume alayhi salatu wassalam ametumwa akiwa ni bashiran wa nadhira, akiwa ni mwenye kubashiria watu mazuri. Watu watakapofanya mazuri wanapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanapata thawabu za Allah tabaraka wa ta'ala. Vile vile alikuwa akiwaonya watu wanapofanya ushirikina, watu wanapofanya maasiya, basi watambue wataingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni yule mtume ambaye alikuwa anafanya da'wa yake kwa hikma na basira, na ndiyo yule alikuwa akiyakemea machafu na maovu ambayo alikuwa akiyafanya watu. Kwa hiyo da'wa yoyote ambayo itakuwa haina amri na nahi, fahadhihi ad-da'wa itakuwa ni da'wa ni bid'a. Da'wa hii ni ya uzushi, liannaha mukhalifun li tariqi ar-rusul jami'an, kwa sababu da'wa hii itakuwa imekhalifu njia ya mitume wote. Allah sema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hii ndio da'wa ya mitume, walikuwa wakiamrisha watu mema na wakikataza maovu, wakiamrisha watu mazuri na wakiwakemea watu kwa yale mabaya. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam alipomtuma Muadh, akamwambia ende Yaman akafanye da'wa. Akamwambia Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika utakwenda kukutana watu ambao si waislamu. Kitu cha kwanza utakaolingania, walinganie tauhid. Na tauhidi ni nini? Ni kuwaambia watu, kama tulivyoeleza nyuma, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafundisha watu ibada zao wazipeleke na kuziegemeza kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala.
Bila shaka unapoeleza watu haya na wakiwa wao ni washirikina, bila shaka kinyume chake umewakemea kutokamana na ushirikina. Bila shaka umeonyesha yale wanaoyaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hili ni jambo ambalo linamkasirisha na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio da'wa waliokuwa nayo mitume na wema waliotangulia, ndugu katika imani. Bali Mtume alayhi salatu wasalam siku moja anawaambia masahaba zake, au iliposhuka hii aya, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn, hakika wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, wale waliomwamini Allah, walam yalbisu imanahum bidhulm, kisha hawakuzivisha imani zao kwa dhulma, ulaika lahumul amn, hawa wana amani. Na kuna al-amnul mutlaq na mutlaqul amn. Sasa hawa wana amani ya milele mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamwambia Rasulullah, ayuna lam yadhlim nafsa, nani kati yetu ambaye hajidhulumu nafsi yake? Ikiwa maneno ni haya, Allah anasema yoyote ambaye atakuwa hajaifungamanisha nafsi yake na kuivalisha dhulma, basi ana amani mbele ya Allah tabaraka wa taala, na hata hapa duniani. Basi sisi, nani ambaye hajadhulumu nafsi yake? Masahaba walikuwa wanadhania ya kwamba ni kufanya maasi ya kawaida, sababu ni moja katika dhulma. Lakini Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia masahaba zake, hivi hamkusikia maneno ya yule mja wa Allah mwenye hekima alipomwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, e mwanangu usimshirikishe Allah, hakika ya shirki ni dhulma kubwa. Unaidhulumu nafsi yako kwa kufanya shirki, kwa kufanya ibada ya Allah kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Mtume alayhi salatu wasallam anawafundisha masahaba zake, anawaeleza masahaba zake dhulma ni nini. Bali Mtume alayhi salatu wasallam siku moja yuko na masahaba zake wanatembea, wakawaona watu wameweka mti au kuna mahali wanaabudu, wakamwambia Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat, sisi tujalie kitu na sisi ambacho tutakuwa tunakiabudu kama vile wale mabwana wako na kitu chao wamekiweka wanakiabudu. Masahaba ndio bado hudathau ahdin bil Islam, bado ndio wageni katika Uislamu, wanafundishwa kidogo kidogo tauhid na Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume aliwaambia nini hawa masahaba zake? Akawaambia, ataquluna kama qala ashabu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, hivi munasema kama yale walioyasema watu wa Musa kumwambia Musa, tujalie nasi Mungu kama walivyo nao Mungu wao. Inna haulai qaumun tajhalun. Kwa hiyo ndugu katika imani, hii ndio da'wa ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ukiona da'wa yoyote ambayo haina maamrisho na makatazo ndani yake, basi tambua hii ni da'wa ya batila. Hii da'wa ni da'wa batila, haina shaka, kwa sababu angalia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anathibitisha maneno, anasema kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, munaamrishana mema na munakatazana maovu. Vipi tuamrishane mema alafu maovu tusikatazane? Hii itakuwa ni da'wa ambayo ni nusu. Qala sallallahu alayhi wasallam, wal anbiya'u ikhwa, na manabii ni mandugu, wa dinuhum wahid, na dini yao ni moja. Kwa hiyo wote walikuwa wakilingania kitu kimoja, ani'budullaha wajtanibu at-taghut, ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Kwa hiyo tunatakiwa ni watu ambao tunaisikiliza da'wa kwa insaf, tunaisikiliza da'wa kwa uadilifu, tunaisikiliza da'wa kwa kutaka kujua ya haki ni yapi na ya batil ni yapi, tuyawache. Lakini tusiwe ni watu ambao tutavuta kule tunakotaka sisi na tunaachilia kule ambako si kwetu. Hii tutakwenda kufeli ya hibati fillah, na tutakwenda kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anatakiwa mtazamaji ujue ya kwamba hii ndio da'wa ya Mtume alayhi salatu wassalam. Ukiona watu wanalingania tauhid, watu wanalingania da'wa ya tauhid, tambua ya kwamba ndio asas ya dini hii.
Tauhid ndio sababu inatufanya sisi mbele ya Allah tupate natija ya kufaulu na kuingia katika pepo yake, na tauhidi tutakapoiacha ndiyo sababu ya sisi kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo adhabu itakuwa kali. Allah tabaraka wa ta'ala akielezea katika hali ya wale watakaokuwa ndani ya adhabu ya Allah, sema hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Wanapiga ukelele ndani ya adhabu ya Allah, anaambia Mola wetu tutoe tufanye matendo mbali na yale tulikuwa tukiyafanya. Sasa hivi ndio wamejua kwamba unafaa kufanya matendo mazuri, matendo mema. Walikuwa wanamshirikisha Allah, ndio wanataka sasa hivi wakafanya wakaache ushirikina wao. Allah anaambia awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hivi hatukuwapa umri ambao atakumbuka mwenye kukumbuka. Wajaakumun nadhir, na akawajilieni nyinyi muonyaji. Unaona hapa Allah ametumia neno la muonyaji, bimaana anawaonya kutokamana na yale machafu, amewaonya kutokamana na ushirikina. Sio eti amewaonya kutokamana na tauhid, la, amewaonya kutokamana na ushirikina. Jaakumun nadhir, kwa la budda lazima kupatikane kuonywa kutokamana na machafu, kukatazwa maasiya, kukatazwa ushirikina, kukatazwa bid'a, ili watu wawe watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Allah anaambia pateni adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, hakika madhalim leo hii hawana mwenye kumnusuru. Ahibati fillah, da'wa hii waliyofanya manabii ina natija kubwa, na ni da'wa ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiifanya kwa jamaa zake, bali walikuwa wakilinganiana wao kwa wao, wakiambiana la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Angalia, walikuwa wanafahamu maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, bali na sisi ambao hatujui Kiarabu mpaka tusome, mpaka tufundishwe. Makuraishi walikuwa wanaijua Qur'ani, wanajua Kiarabu, zinaposomwa aya za Allah tabaraka wanajua maana yake. Baadhi ya aya za Allah tabaraka ndio mpaka alikuwa akiambiana msimsikize huyu bwana, msisikize kelele za huyu bwana. Kwa nini? Kwa sababu mkimsikiliza tu ninyi mtafuata, mkisikiliza tu mtafuata. Mtume alayhi wasallam alikuwa akilingania tauhid, anawaambia watu wake ingieni katika tauhid, la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah. Wanaambia aja'ala al-alihata ilahan wahid, hivi unataka kumfanya Mungu, yani Mungu wetu wewe mmoja, Mungu yote utakufanya ni mmoja tu, Mungu wetu wewe mmoja. Inna hadha la shay'un ajab, hilo ni jambo la ajabu sana walikuwa kilima. Kwa hiyo hii ni da'wa alisimama nao Mtume alayhi salam na wema waliotangulia wa atba' at-tabi'in, paka wale ambao wanafuata wema waliotangulia wanasimama katika da'wa hii. Kwa hiyo ni da'wa ambayo ni safi, ni haki. Ataichukia mwenye kuichukia, lakini atambua kwamba ndio da'wa waliotumwa nao mitume, na mpaka leo ni da'wa inayoendelea, na anatakiwa Muislamu awe analingania watu katika da'wa kama hii. Da'wa nyingine yoyote ambayo haina maamrisho ndani yake na makatazo, da'wa kama hii tunaituhumu sana. Da'wa kama hii ni da'wa batila, na tunasema kwa kinywa kipana, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni wale ambao watasikia haki na kuyafanyia kazi. Namwomba Allah tuthibitishe katika haki na tuoneshe haki ilipo tuweze kuifuata, na tuoneshe batili ilipo tuweze kuwa mbali nayo. Biidhnillah tabaraka wa ta'ala, darasa inayokuja itatueleza sasa hizi sampuli za tauhidi ni zipi, ni 5, ni 7, ni 10, ni 2. Tutaziona inshallah katika darasa inayopita, na tutaona faida zake, na ikiwa kuna tulipoteleza basi ni kutokamana na sisi na shetani. Allahu wa rasuluhu minhuma bari'an. Wassalamu alaykum.